mchungaji, kwanza huwezi kukosa neno la kusema, lakini pili hujui useme nini, kwa sababu mambo yamekuwa mazuri mno. Na mimi nimetiwa moyo sana na umoja wenu kama WWK kwenye familia ya DCRC. Hili jambo nimesukumwa sana kusema. Nawashukuruni sana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye mlimpendekeza kwamba aje yahudumu, Amos. Nafikiri mara ya kwanza nilikuona kwenye send off ya yule binti, alafu mara moja au mbili tumekutana airport, niko sahihi, lakini sijawahi kukutana na wewe ukihubiri madhabahuni. Kwa hiyo nimeguswa sana na nimebarikiwa sana. Kwa hiyo kaa mkao wa kula, tutakualika tena. Lakini pia Mungu awabariki sana wanawake kwa kazi kubwa mlioifanya. Sio kwa ajili ya kuifanikisha siku hii ya WWK leo tu, lakini kwa kazi kubwa mnazozifanya kila itwapo leo. Ni vigumu kufikiria kanisa lingekuwaje kama lisingekuwa na wanawake kama ninyi. Lakini mmekuwa mkijituma, mmekuwa mkifanya mambo mengi tu yanayolifanya kanisa letu lipendeze na lionekane kuwa bora huko nje. Mungu awabariki sana. Na katika mwaka huu ambao tumetangaza kwamba huu ni mwaka ambao kanisa la DCRC tunakwenda na wana wetu na binti zetu, ninafahamu kwa sehemu kubwa, tupende tusipende, wanaobeba jukumu zito la malezi ya watoto ni wanawake. Natambua mna mzigo mzito sana, ile miezi 9 ya mwanzo na hata baada ya pale. Sisi wakina baba tunahakikisha tu suku zipo, lakini ninyi mnakaa na hao watoto wakati wote. Na Biblia haina huruma sana kwa wanawake. Inasema mtoto akiharibika ni mzigo wa mama. Ninatamani katika siku hii tunapomalizia, ningetamani wachungaji wote niwape nafasi ya kusema, lakini mtaniwia radhi, hatuna muda. Ninatamani tuombe kwa ajili ya wanawake wote. Ninajua kuna wanawake wengine ni familia zina changamoto, na familia zikiwa na changamoto kwa vyovyote vile, mama hawezi kuwakimbia watoto, baba anaweza kuwakimbia watoto, mama atabaki na watoto. Kuna wengine ambao wamefiwa na waume zao, wanaendelea kuwalea watoto wao wenyewe. Kuna wengine kwa sababu mbalimbali wamekuwa ni walea pweke, single parents. Ninatamani kama kanisa katika kilele hiki cha wiki ya WWK, hebu tuombe kwa ajili ya wanawake. Mungu awape neema ya pekee. Wanayo kazi kubwa wanayoifanya katika malezi ya watoto, na katika mwaka huu ambao tunakwenda na wana wetu na binti zetu, Mungu awape neema ya kutosha wanawake. Na kwa kusema hivyo, sina maana sisi wanaume hatuhusiki, lakini ninachosema hawa wako karibu sana na watoto na wanahitaji neema kubwa sana. Kwa sababu hiyo, naomba niwaombe wakina mama, wanawake wote wasimame. Maadamu wewe ni mwanamke, iwe una mtoto, wewe simama tu. Alafu niwaombe wanaume wote tunyoshe mkono kuwaelekea. Alafu tutamke baraka kwa wamama hawa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasimama mbele zako mchana huu wa leo katika kilele hiki cha sikukuu ya WWK katika familia yetu hii ya DCRC. Umetupa wanawake hawa wazuri ambao Mungu amejitoa kama watumishi nyumbani mwako. Wamekuhudumia wewe Bwana. Wamefanya makubwa ambayo sisi kama kanisa hatuna namna ya kuweza kuwalipa, lakini Bwana wamejidhabihu na kujitoa kwa sababu ya moyo wao wa kukupenda wewe.
leo tunawasogeza mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu ujuaye kutoa thawabu, wewe Mungu ujuaye kubariki, wewe Mungu ujuaye kufuta machozi, wewe Mungu ujuaye kuinua, wewe Mungu ujuaye kutia moyo. Baba, ninawaleta wamama hawa Bwana, ninakusihi katika jina la Yesu, kila mwanamke wa familia DCRC ukamnyoshe mkono wa baraka kwa jina la Yesu. Bwana, wale ambao Mungu wana majukumu ya kulea watoto peke yao, hawako peke yao, maana wewe Mungu utakuwa pamoja nao. Wapiganie, watunze, watetee. Wale ambao wana matatizo katika ndoa zao, Bwana uwakumbuke katika jina la Yesu Kristo. Mungu, bariki kazi za mikono yao. Wako wanaohitaji mitaji ya biashara, wako ambao Mungu wanahitaji mahitaji ya aina mbalimbali, wako wanaohitaji watoto, wako wanaohitaji waume. Kila hitaji walilo nalo ninalisogeza mbele zako katika siku hii Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mbingu zikafunguke kwa ajili ya wanawake hawa Bwana. Mungu kawabarikie, Mungu kawakumbuke, Mungu kaendelee kuwafanya kuwa vyombo vya kukufaa kwa ajili ya utumishi katika nyumba yako. Baba, ninawakabidhi mikononi mwako. Kipekee ninamkabidhi mtumishi ambaye Mungu ametuhudumia toka siku ya Jumatano. Mungu kambarikie yeye na nyumba yake, ukaendelee kumpaka mafuta mabichi. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii. Ninakushukuru kwa ajili ya wanaume ambao walisimama na wanawake na kuwatia moyo Bwana. Mungu kawabarikie nao. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii, na tunapoimaliza siku hii ikiwa ni tarehe ya kwanza ya mwezi wa 3 wa mwaka huu 2026, ninatamka baraka katika mwezi huu wa 3. Mwezi huu ukawe ni mwezi wa kubarikiwa, mwezi huu ukawe ni mwezi wa kuinuliwa, mwezi huu ukawe ni mwezi wa milango kufunguka, mwezi huu ukawe ni mwezi wa kupokea uponyaji, mwezi huu ukawe ni mwezi ambao Mungu utatembea na watu wako kwa namna ya tofauti, mwezi huu ukawe ni mwezi ambao kila mmoja atamuona Mungu. Bwana, watunze watu wako. Tunamaliza ibada hii tukiamini Mungu uko pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante, Mungu awabariki.